Media TV, siku zote tunazidi kawaida. Naitwa Ole Mdikomba. Mimi ni mzaliwa wa maeneo kama Mkumbi. Hapa nimefika toka mwaka 82. Ndio. Nimekulia hapo, nimezekea hapo. Nataka kusema hivi, neno kilio cha wananchi wa Lupilo ambaye wanaiweza kujitawala na kujimudu na kujijua muda wa kujitumilia maisha yao. Tunamchukua mwenyekiti kijana atutawale. Wazee wanasema tumchukua mwenyekiti mzee, ambaye mzee sasa hivi amestaafu, hana akili nzuri, ameruhusiwa kustaafu na pension amechukua. Sio kweli. Tunaomba vijana kilio chao muwape mwelekeo ambaye unaiwezekana kwa wapewe mwenyekiti kijana anayeweza kukimbizana nao mbio hata kwenye mlima. Naendelea. Kwa majina naitwa Samuel Mbunda, ni mkazi wa kijiji cha Lupilo, ninaishi mtaa wa Shuleni. Kwanza napenda kushukuru kwa kututembelea waandishi wa habari. Na hichi tuna imani kabisa hizi kero zetu ambazo tunazitamka hapa, kuna wengine wataenda kuzisikia huko juu. Ndio. Kwanza tuna kama wenzangu walivyokwisha kusema, tuna changamoto na mwenyekiti wa kijiji cha Lupilo. Ndio. Kweli tuna changamoto kubwa sana. Mwenyekiti wa kijiji cha Lupilo sawa, alituahidi ni vitu vingi sana ambavyo alituahidi sisi wananchi wote kwa ujumla wa kijiji cha Lupilo. Kulikuwa na mashamba, ofisi, vyoo vya shule, hivi vyote akishapita atavitekeleza. Lakini mpaka sasa hakuna kinachoendelea na mwenyekiti haifahamiki mpaka sasa yuko wapi. Ila inatoka tu agenda ya juu kwa mwenyekiti hanaumwa. Kwa maneno mengine ya nje inasemekana mwenyekiti ni mzima wa afya na anafanya miradi yake nyumbani kwake safi kabisa. Sasa huyu mwenyekiti tumeona mwenyekiti ni wa familia yake, sio mwenyekiti wa kijiji cha Lupilo. Kweli. Tunaomba tubadilishe mwenyekiti, tumweke mwenyekiti ambaye atatufanyia maendeleo kwenye kijiji chetu, atatuletea maendeleo ya kijiji chetu kisonge mbele. Sisi vijana tunahitaji maendeleo. Hapa nilipo mimi na miaka 23. Ni bado kijana mwenye nguvu, kijana ambaye ninahitaji maendeleo. Sitaki nije nizeeke nione kijiji chetu bado kipo pale pale, tokeo nakuwa mpaka nakuja kuzeeka. Hiyo sipendi. Kijiji chetu ni kijiji kikubwa, kijiji chetu kimeanzishwa muda mrefu sana. Kijiji chetu kimezidiwa na vijiji ambavyo vimeanzishwa hivi karibuni. Kweli. Kwa hiyo sisi tunachoomba ni maendeleo kwenye kijiji chetu na tumpitishe mwenyekiti ambaye tunamtaka sisi wananchi, ambaye atatufanyia maendeleo kwenye kijiji chetu. Kwa majina naitwa Joseph Mbungu, ni mzaliwa wa kijiji hiki, mkulia wa kijiji hiki na ni mkazi wa kijiji hiki. Ndio. Lalamiko letu sisi wananchi wa kijiji cha Lupilo na vijana kiujumla, lalamiko letu ni kwa ajili ya huyo kiongozi wetu kama ni mwenyekiti wa kijiji cha Lupilo. Jamani, sisi tuna lalamiko kubwa sana. Mwenyekiti huyo tumemchagua hapa, hakuna chochote kinachoendelea. Kama walivyosema wenzangu hapa, hakuna chochote kinachoendelea. Mimi mwenyewe naishi ofisi, naishi jirani na ofisi, ni ndani ya meta 100 na ofisi. Lakini mwenyekiti toka achaguliwe sijawahi kumuona kwa macho yangu. Sijui anaishi wapi. Sijawahi kumuona. Kwa sijui ni mwenyekiti au ni nani. Najua kabisa kwamba kijiji cha Lupilo naona kama hakina mwenyekiti kwa sababu ndani ya macho yangu sijawahi kumuona. Kwa sijui kama tuna mwenyekiti. Ila nasikia tu tuna mwenyekiti. Hakuna shughuli zozote za kimaendeleo ambazo zinafanyika, sisi hatuelewi. Kwa kiujumla sisi hatuna mwenyekiti. Na hivi wananchi pengine mmewahi labda kuibua naye labda mradi fulani mfanye wewe mwenyekiti?
Ya. Kuna miradi mingi. Miradi ambayo yeye ameifuta. Yaani kwanza hatujui inaendeleaje ile miradi. Kwa nini na nini? Kwa mfano mashamba ya kijiji cha Litolonge, yani kulikuwa na mgogoro kati ya kijiji cha Litolonge na Lupilo. Ule mradi tumeona tu ameukaza, hata hatujui unaendelea nini. Na ndio maana sisi kama vijana tunataka kusimama pamoja na wananchi wa Lupilo kiujumla, tunasimama kwa ajili ya kunusuru kijiji chetu. Tunahitaji mwenyekiti mpambanaji ambaye ataweza kusimamia maendeleo ya kijiji chetu. Kwa majina naitwa Menruf Joseph Komba, ni mkazi wa kijiji hiki. Kwa hiyo natambua vizuri sana bali ya kijiji hiki. Ndio. Endelea. Sasa huyu mwenyekiti tuliyomchagua tulikuwa na imani naye sana, lakini sasa kitu kinachokuja kushangaza kwamba baada ya kumchagua hakuna kilichofanyika hata kimoja kati ya vyote alivyoviahidi. Hasa juu ya mashamba ambayo tuna ugomvi nayo kati ya kijiji cha Litolonge na kijiji cha Lupilo. Na mashamba yale vijana wetu hapa hawana mashamba, badala yake wanalima watu wengine ambao si wa kijiji. Wakati vijana wa hapa wanapigania maendeleo ya kijiji hiki na maendeleo ya kwao pia, lakini hawana mashamba ya kufanyia kazi, na mashamba haya wanafanyia sasa vijiji vingine. Sasa hatuna maana yoyote ya yule mwenyekiti, sasa atasaidia nini? Ndio maana watu wa hapa wana mashaka na yule mwenyekiti, kwanza haonekani. Hata hapa hata mikutano hamna na haonekani kabisa. Sasa yani tumekosa imani kabisa na mwenyekiti huyu. Mwenyekiti anatokana na chama gani? Mwenyekiti ni wa CCM. Tena yeye alilalamikiwa hata kwenye kampeni ya nani ya wabunge pamoja na madiwani. Na aliambiwa kwamba ndani ya siku 7 utishe mkutano, lakini hakijafanyika hicho. Kwa majina naitwa Grina Joseph Komba, mkazi wa kijiji cha Lupilo. Kweli tuna kero ya mwenyekiti. Tuna kero kubwa sana ya mwenyekiti. Mwenyekiti alituahidi mengi, hamna kinachoendelea. Mwenyekiti ndo anayeangusha kijiji hiki. Ndio. Tayari kufanya kazi vijana, ila tukipata mwenyekiti kijana tutaungana naye, tutachapa kazi. Lakini tukiungana na huyu mzee mpaka vijana tunaonekana ni wazee. Kweli myasikie malalamiko hayo, kwa yoyote anayesikia tunaomba msaada wenu. Pengine kati ya vitu ambavyo aliwaahidi nini kimoja wapo labda, au kati ya ameviahidi nini na nini aliahidi? Alituahidi akishapitishwa tu atakarabati ofisi. Ukweli ofisi yetu ipo kama gofu. Alituahidi kuna mashamba ambayo tuliyapambania sisi vijana, saa hizi tungekuwa tunachapa kazi yako huko. Nikishapita tu mashamba haya yatakuwa kwenye himaya yetu. Hatuna mashamba. Hatuwajui na mapato anapeleka wapi hatujui. Ukweli tunaliwa vingi katika kijiji hiki. Sawa, unataka nini sasa, pengine nini kifanyike? Tunataka mwenyekiti kijana, tunaamini hata tukamuita na kumwambia mbona hiki kinaenda hivi, ataungana na sisi kwa sababu tunajua na yeye atahitaji maendeleo tunayohitaji sisi. Pengine miundombinu labda masuala pengine shule, hospitali, maji na nini, yeye hilo amefanya nini? Hilo hajafanya chochote. Imejaribu serikali hata vivuko, mvua zikinyesha kweli watoto wetu hapo katika mazingira sio mazuri yani. Kweli manake madaraja unazungumzia sasa. Ndio vivuko. Vya kwenda wapi? Vya kwenda vitongoji mbalimbali, vitongojini, yani hamna kinachoendelea. Kwa majina mimi naitwa Sixmund Auleus Komba, ni mkazi wa maeneo haya ya kijiji cha Lupilo. Nimezaliwa hapa, nimekulia hapa. Kwa hiyo hivyo nakijua vizuri kabisa kijiji hiki cha Lupilo. Kiufupi niseme kijiji hiki tangia kianzishwe, yani tangia mimi nikifahamu, uongozi uko chini sana. Yani uongozi uko chini, hususan hawa wazee. Yani wazee ndio wanachukua majukumu ya uongozi. Tukiomba vijana tunafanyiwa figisu, hatupewi, tunanyimwa madaraka. Hivyo kama mkazi wa kijiji hiki cha Lupilo, tuliandaa kiongozi wetu hapa kijana, lakini jinsi walivyofanya hao wazee hatukuelewa. Akapitishwa mzee mwenye miaka 76, mstaafu, yani shule ya msingi tayari ashastaafu serikalini, wakaona huyu hafai,
kapumzike, lakini sisi tunampa madaraka aendeshe kijiji hiki, lakini ameshindwa. 2024 amechaguliwa, leo hii 2026 hajaitishia mkutano hata mmoja. Hajaita hata uongozi, yani hata kamati yake ile si hatuijui. Kwa kijiji ni kama tu kiko free, hakina driver. Kwa sisi tumechoka. Hatumtaki, kiufupi hatumtaki, na hivyo tunahitaji mabadiliko. Yani kama nyinyi mnaisikia sauti hii ni ya kilio cha kijiji cha Lupilo. Vijana wanalalamika, wanahitaji maendeleo, lakini wakusimamia hayupo. Wakusimamia maendeleo ya kijiji hiki hayupo. Hivyo kijiji hiki kinaendeshwa bila sheria. Umeona mtaa huu hapa unaendeshwa tu kama, yani kuna mifugo inazulula hapa, hakuna usimamizi. Yani kijiji hiki hapa mmefika nyi waandishi hapa, hautuwezi hata tukasema kwamba mtu labda alipanda mmea wowote ambao kaendelea. Ni mifugo inazulula hapa na uongozi ambao unasimamia hapa. Hivyo tumechoka, tunahitaji mabadiliko. Kwa jina naitwa Gottlieb Zakaria Ndunguru, ni mkazi wa kijiji hiki cha Lupilo, natokea mtaa huu wa Shuleni. Niko hapa na Radio Salvation kwamba tuna kero juu ya mwenyekiti wetu wa serikali kijiji cha Lupilo. Ni kweli. Kero yetu ni kwamba alichaguliwa mwaka 2024. Ana mwaka mmoja na kidogo, hana mkutano hata mmoja ambao ule wa utaratibu wa mwaka mzima, kwamba kusema mapato na matumizi. Ni kweli kabisa, ni kweli. Sasa wananchi kila wakijaribu kumfuatilia atuitishie mkutano ili tukae, anapiga chenga. Na hatimaye sasa akamchagua mwenyekiti mwingine wa muda badala yake. Sasa tukihoji anadai anaumwa, lakini tukifuatilia haumwi. Hivi juzi tu ametoka Mbwila kuchukua madawa, kusaini box ile la madawa, lakini akipita njia za panya kuachana kupita hapa kijijini. Sasa tuliketi mkutano wa mwisho ambao mheshimiwa diwani alikaribishwa. Sasa mheshimiwa diwani aliwauliza wananchi, sasa kwa kero yenu hiyo, je, huyo mwenyekiti mnamtaka au hamumtaki? Hatumtaki. Jibu la jumla mkutano ulisema kwamba hatumtaki. Hivyo diwani alichukua hilo swala akasema anaenda leo ngazi ya juu, tutapata mrejesho. Mpaka leo hakuna mrejesho wowote ule. Tulimpa siku 7. Okay. Huyo ambaye amepewa nafasi ya kukaimu, yeye mnapomuuliza vikao anasemaje naye? Kwa kweli hasemi leo tujua vikao. Okay. Na je, kijiji huwa kinakusanywa zile kodi, labda mnafuatilia? Hazikusanywi saizi. Pengine mmekusanywa ni kwa njia za panya, si hatujui. Sawa. Sasa mara ya mwisho kusoma mapato na matumizi ilikuwa pengine muda gani umepita? Ni nyuma ya 2024, kabla huyo hajawa madarakani. Na ambapo mwenyekiti alikuwa nani? Alikuwa Festo Haule, mstaafu. Kwa hiyo sasa ukilinganisha utawala wa Festo na huyu bwana, pengine mnalipi la kusema? Kiujumla tukilinganisha utawala wa Festo Haule na huyu Ibrahim Damian Lupogo, ni afadhali Festo Haule. Kwa sababu afadhali sana, Okay. Sawa. Maombi yako kama mwananchi nini unataka? Mimi binafsi ninachotaka kwamba mabadiliko yawepo. Tupate mwenyekiti mwingine ambaye atakaweza kusimamia maendeleo ya kijiji cha Lupilo. Ndio. Yeye kutokuwepo, kuna vitu gani ambavyo nyinyi mnavikosa? Tunavyoikosa kwamba kwanza kujua maendeleo ya kijiji hatujui, kwa sababu maendeleo ya kijiji yanajulikana kutokana na mikutano ile minne iliyo ya lazima ya kusomea mapato na matumizi. Ndio hapo kijiji kinakwenda au hakiendi. Kwa sababu michango ya kuchangia vitu ambavyo tunachangia kutoa taarifa kwamba hela zenu mchangia hiki, tumefanyia hiki, haipo hiyo. Sasa hapo tunasema kwamba kijiji chetu kinakwama, hatujui kama zile fedha zinazochangia kwamba ziko salama au namna gani. Kupata taarifa zetu, subscribe channel yetu ambayo ipo YouTube na ubonyeze kengele. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Nenda YouTube sasa hivi.
andika Jongo Media TV au nenda Instagram yetu. Kwenye bio kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV. Jongo Media TV, siku zote tunazidi kawaida.